Yes, niko Dodoma na unafahamu ukifika Dodoma utakutana na watu mbalimbali wa kimichezo ambao wako hapa na wanaendelea kufanya shughuli ya kimichezo, nikimaanisha kandanda la kulipwa, soka la kulipwa. Niko na nyota wa kimataifa kutokea Tanzania, Abdi Banda, na niko naye hapa leo. Mara mwisho tufanye interview nafikiri si 2021. 2021 yes, ilikuwa hivyo. Uko sawa? Sawa. Vipi Banda? Mambo poa tu. Mzima, karibu Dodoma. Asante. Vipi kwanza? Approaching ya Dodoma ilikufikia vipi na wewe mpaka kusaini Dodoma Jiji? Mimi naweza kusema Dodoma ni kama bahati, unajua, kwa sababu baada ya kuwa kule nishafanya decision yangu ya kurudi Tanzania mwezi wa kwanza. Ilikuwa zimebakia kama siku 2 kwa dirisha kufungwa, kwa hiyo sikujua wapi naweza kwenda kucheza kwa miezi 6, na bahati nzuri Dodoma wao ndo walinitafuta wakaomba nije niwasaidie. Kwa hiyo ndizo kwamba ni kama bahati, kwa sababu zilibakia siku 2, kwa hiyo nikawa bwana nitumie chance ya kuja kujiweka sawa. Sawa. Na hapa Dodoma mpaka sasa kuna challenge tofauti umeipata ukiacha timu ambazo umepita kuanzia Dar es Salaam, Tanga, lakini pia South Africa na nchi nyingine ambazo uliwahi kwenda kucheza? Hapana, hapakuwa na challenge kubwa, lakini kikubwa ambacho nilikutana nacho nilikuta timu ipo katika position mbaya, na unapojua unapoongezwa mchezaji na ukiangalia umetoka nje, japokuwa ni Mtanzania lakini umetoka nje na unacheza timu ya taifa, kwa hiyo wao walitegemea kuna kitu ambacho utaongezea. Kwa hiyo nilikuta timu ipo katika nafasi za chini, kwa hiyo ilikuwa ni kupambana na kuifanya timu katika position nzuri ambayo ipo sasa hivi. Kuna malengo gani ambayo ulikuwa na umeyafanikiwa kiasi gani mpaka sasa? Malengo tuliofanikiwa ukiacha mimi kama timu ni kuikuta timu ambayo ipo katika nafasi ya 13, 14 chini, na mpaka sasa hivi timu iko nafasi ya 5, iko nafasi ya 5, iko nafasi ya 6. Kwa hiyo ni malengo makubwa sana. Alafu na ukiangalia kwa takriban misimu karibia 5, 6, Dodoma haijawahi kuwa katika position nzuri kama hivi. Yaani mnaenda kwenye mechi 3 za mwisho wako katika nafasi nzuri. Kwa hiyo ni malengo ambayo tumeyafikia na ni hatua kubwa ambayo tumeyafikia kama Dodoma. Abdi, mimi nilifika South kuna kipindi Durban kule kakutana na mashabiki zako. Wengine wamevaa jezi zako na kadhalika. Nini hasa kilikuondoa South Africa? Na pengine tukutarajia kwenye soka la nje tena? Kitu ambacho Watanzania baadhi wanajua au wengine hawajui ni kwamba kibali kilichelewa. Unajua kule kuna ile vibali vya kufanya kazi kule. Kwa hiyo msimu huu kibali kilichelewa, work permit ilichelewa. Kwa hiyo nilikaa takriban miezi 5 work permit imechelewa, na wakaniambia kwamba unajua South Africa ikifika mwezi wa 11 na wa 12 watu hawafanyi kazi. Kwa hiyo waliniambia ikifika mwezi wa kwanza ndo nika apply tena. Sasa ukiapply tena kibali kinachukua almost 1 month 2 months. Kwa hiyo sasa nikaona naweza nikapoteza msimu mzima bila kucheza, ndo nikawaomba timu ambayo ilikopo Baroka wakanikubalia nije nicheze Tanzania miezi 6. Kwa hiyo mpaka sasa deal linaendeleaje? Una mpango kurudi kule? Kwa sasa hivi nasubiri nimalize mechi 3 ambazo zimebakia za ligi, alafu nitaenda mapumziko, alafu nitajua ni wapi nitaenda, kwa sababu naweza kurudi nje. Na pia ukiangalia kwa mpira wa Tanzania, pia sasa Tanzania umekuwa mpira una ushindani. Ukiangalia kwa takriban misimu 2 timu zetu kubwa zinacheza finali ya kombe za kimataifa. Kwa hiyo ligi yetu ni nzuri na ushindani. Kwa hiyo lakini mwisho wa msimu ndo nitajua mwelekeo ni upi. Sawa. Wewe binafsi? Kwa hiyo lakini mwisho wa msimu ndo nitajua mwelekeo ni upi. Sawa. Wewe binafsi kwenye ligi sasa umekuta nini cha tofauti wakati unaondoka kwenye ligi ya Tanzania, sasa umekikuta na pengine kinaleta ushindani hata kwenye ligi hizo za nje? Ligi ni ngumu. Kipindi nimeondoka na kipindi ambacho nimerudi sasa hivi ligi ni ngumu. Toka nimerudi tumecheza almost karibia mechi 10, 11. Sijawahi kucheza mechi ambayo ilikuwa ni rahisi. Mechi zote ni ngumu. Ukipata matokeo ujue unapata matokeo magumu. Ukikosa matokeo ujue mpinzani amekuja vizuri. Kwa hiyo ligi nimekuta sasa hivi ni ngumu na ligi inazidi kukua. Sawa. Ni nyota gani ambao umeona usajili wao labda pengine umekuwa mkubwa pengine na tofauti ya matarajio ya ligi ambayo tulishazoea? Usajili ambao ameufanya Simba ulikuwa ni mzuri, lakini katika surprise ambao nimekutana nao, japokuwa ni mchezaji ambaye namjua, ni mdogo wangu, ni mtu ambaye yani nimemfundisha vitu vingi sana au ambao tumeshirikiana vitu vingi sana, ni Abdurazak Hamza. Unajua ni usajili ambao Simba yenyewe hakutegemea kama utakuwa ni usajili mzuri, lakini niko najua uwezo wake. Lakini mwisho wa siku ni mchezaji ambaye amekuja kusurprise watu wengi sana. Ni mtu ambaye amecheza kwenye kiwango kikubwa na ni mchezaji ambaye kacheza takriban mechi zote kwa uwezo ule ule. Ni muda sasa ni muda wa hizi timu kubwa kuamini wazawa, kwa sababu na wazawa wenyewe wanaonyesha. Kama nikipa mfano mzuri, Abdurazak Hamza ni mchezaji ambaye amesurprise watu wengi sana.
lakini pia ukiacha kwa surprise watu wengi sana, ili tuwe na national team nzuri lazima kwenye timu zetu kubwa pale na wazao wengi, kwa sababu ukiwa kwenye timu zetu kubwa 4 au 5 kuna wazao wengi, maana yake timu ya taifa inakuwa ni nzuri. Ili mchezaji awe mkubwa wa kucheza national team lazima acheze timu kubwa za Tanzania au acheze nje. Sawa. Ni timu gani pengine unaona ina ushindani zaidi kwenye ligi kwa sasa, ama timu zipi? Timu zote zina ushindani. Unajua anayegombania kuchukua ubingwa, wanaogombania kwa katika nafasi za juu za makombe ambayo ya kimataifa na ambao wapo chini hawataki kushuka, uliona timu zote zina ushindani. Ukiangalia mfano mzuri timu kama Ken Gold, ni timu ambayo tayari imeshuka, lakini raundi ya pili ilikuja vizuri na ilileta ushindani. Kitu ambacho kiliwaangusha ni raundi ya kwanza. Raundi ya kwanza hawakuplay karata zao vizuri, lakini raundi ya pili walicheza vizuri na walileta ushindani. Japokuwa wanapoteza, lakini kwa hawapotezi kirahisi kama raundi ya kwanza. Sawa, simu zimeshaanza kuita huko Dar es Salaam, na timu Mashujaa huko. Simu tayari zimeshaanza ku JKT. Sasa hivi za ligi ziko vizuri, si unajua tena. Mimi mara nyingi simu haziiti, unajua mimi mara nyingi siruhusu simu kuita, mimi nakuwa na management na huwa nafanya vitu vyangu mpaka ligi kisha huwa nafanya maamuzi. Kwa hiyo sio rahisi kwa simu kuita kipindi ambapo ligi inaendelea. Ligi ikiisha mara nyingi huwa ndo nafanya decision, kwa sababu wengi wanaamini kabisa kwamba mimi ni mtu ambaye labda naangalia sana soka la nje. Kwa hiyo nikiamua maamuzi yangu nitabaki nyumbani, ndio huwa naweza kutafuta ni wapi, au naweza kuongea na management kwamba ni wapi, kwa sababu mwisho wa siku mimi siangalii tu simu zinaita wapi, naangalia wapi nataka niende kucheza. Kwa sababu kama raundi hapa niliona Dodoma wana uhitaji wa mtu fulani, kwa ndo nikawapa nafasi kubwa sana wao. Unawashauri nini labda vijana ambao kwa iji yako kuna mafanikio umeyapata kupitia soka na wao sasa hivi wapo kwenye soka, ikiwemo labda Abdulrazak na wengine ambao sasa wameshaanza kujipata, lakini pengine kuna kitu ambacho hawakifahamu kuhusu soka la kulipo? Kwa vijana ni kuheshimu malengo yao. Unajua ni lazima mtu uwe na nidhamu, uwe na malengo, kwa sababu unaweza kuwa na nidhamu lakini hauna malengo. Na pia kila mchezaji pia lazima awe na malengo. Unajua lazima ujiwekee malengo kwamba mimi nataka kuwa mtu fulani au nataka kuwa kama nani. Kwa Abdulrazak sina wasiwasi naye, kwa sababu alipata chance ya kwenda South Africa na kule hakupata chance ya kucheza na akaamua kurudi nyumbani kujipanga upya na akacheza Simba, amepata nafasi. Kwa kikubwa ambacho mimi naweza kusema ni kwamba ashikilie pale pale, kwa sababu mwisho wa siku malengo yake yanaweza kutimia kupitia Simba, kwa sababu hata mimi malengo yangu yametimia kupitia Simba, kwa sababu akishikilia pale pale malengo yanaweza katimia kupitia Simba au anaweza akatimia pale pale ndani ya Simba. Kikubwa ni kuwa na nidhamu na juhudi tu. Abdi, Simba unamkubali nani zaidi ukimwacha Abdulrazak? Mchezaji ambaye labda unapenda sana performance yake kwa uwanja. Ni Mohamed Hussein Shabalala. Ni mtu ambaye niliingia naye Simba na mimi nimeondoka na mpaka sasa hivi yuko Simba na bado anacheza kwa kiwango kile kile. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye namkubali. Nimecheza naye under 20, nimecheza naye timu ya taifa, nimecheza naye Simba. Kwa hiyo ni mchezaji mpaka leo hii namkubali na bado pia nazidi kumkubali, kwa sababu ni mchezaji ambaye anazidi kupambana na anazidi kuipeperusha bendera ya Tanzania. Pale Yanga Bakari Mwamnyeto namkubali, Dickson Job namkubali, kwa sababu kwa Dickson Job ni mchezaji ambaye yupo kwenye level, Bakari kwa vile vile yani tuseme ni hazina kwa mchezaji ambaye yupo kwenye level, Bakari kwa vile vile yani tuseme ni hazina kwa timu ya taifa tukiwatumia vizuri. Kwa ni mabeki ambao wapo ambao wanatuwakilisha taifa na wachezaji ambao wanapambana. Unajua unapocheza timu zile mbili au timu tatu zile kubwa na ukiwa mzawa na ukiwa unaweka nje wageni, kwa ni mchezaji ambaye anapambana. Sawa, AFCON CHAN zinakuja. Wewe umeshacheza michuano mikubwa mingi, umeshavaa uzi wa timu ya taifa mara nyingi kwenye mechi kubwa zenye maamuzi pia. Nini neno lako kwenye mechi hizi kwa ajili ya Tanzania, sio kushiriki tu bali hata kuwania katika nafasi za kufuzu kwenye hatua zinazofuata kama finali, nusu finali? Mimi nafikiri ni maandalizi, kwa sababu ukiwa na maandalizi mazuri unaenda kutegemea kitu kizuri. Usitegemee kwamba labda utakuwa huna maandalizi mazuri uende kufanya vizuri. Kwa hiyo tufanye maandalizi na tuwe na malengo, kwa sababu mwisho wa siku lazima tuwe na malengo. Unajua tumeshiriki haya mashindano makubwa, sidhani kama kuna game yote ambayo tumewahi kushinda. Mechi nyingi tunaenda tunapambana kuqualify, tunafika kwenye qualify hatuwezi kushinda mechi yoyote. Kwa hiyo tuanze kuvunja umwiko, tuwe na malengo kwamba tunaanza kuvunja huu mwiko wa kwanza, tuanze kushinda mechi na angalau hata kama tuvuke kwenye group stage. Kikubwa ni kuwa na malengo na kuandaa timu ya taifa. Unajua kama ninavyosema kwamba timu ya taifa lazima iandaliwe, kuna wachezaji wa timu ya taifa, kwa sababu lazima tuwe na wandani, lazima tuwe na timu, yani kama ukichukulia labda wandani, lazima tuwe na wachezaji wa ndani ambao wanacheza timu zetu kubwa. Ukija ukiangalia leo hii kwa timu yetu ya taifa, wachezaji wengi sana ambao wanacheza kwa klabu zetu kubwa ni wachache. Huwezi kuwa na timu ya taifa nzuri ikiwa klabu zako tu kubwa za nyumbani hazina wachezaji wazao.
tuna wachezaji ukiangalia kama sasa hivi kwa goalkeeper timu ya taifa nzuri, ikiwa kwanza hauna goalkeeper namba moja ambaye ni mzuri ambaye anacheza timu kubwa. Hivi umewahi kuwasiliana na Aishi Manula? Yeah, nasema naye. Pengine labda unamshauri nini katika kipindi hiki labda ambacho hapati nafasi ya kucheza, majeraha ambayo ilimkuta na kadhalika? Kikubwa ni kuwa na subira. Unajua amepita katika kipindi kigumu, alikopo injury, na unajua amekutana na changamoto kibao, unajua amekutana na zile challenge ambazo labda sometimes zinamtoa mchezoni. Kikubwa ni kuwa na subira, ligi inaisha, atajipanga kuangalia msimu unaokuja ataanzia wapi. Sawa sawa. Neno lako kwa sababu pia tunamtegemea kama goalkeeper pale kwenye timu. Asivunjike moyo. Yaani mimi kitu ambacho na mshauri au kitu ambacho naweza kuongea kuhusu Aishi, ni mchezaji mkubwa na ni mchezaji ambaye tunamtegemea timu ya taifa. Hizi challenge ambazo amekutana nazo kwa msimu huu zisimvunje moyo na zisimkatishe tamaa kabisa. Yeye ni mchezaji wa timu ya taifa na yeye ni goalkeeper wa timu ya taifa namba 1. Kwa hiyo msimu unaokuja atarudi kwenye goli lake na watu watamwamini kama kawaida. Sawa, shukrani sana bana. Asante. Neno lako kwa mashabiki zako? Wategemee vitu vizuri, ligi inaisha na tuna mapumziko, kwa hiyo wategemee vitu vizuri kwa sababu mimi siku zote siwezi kuangusha. Wategemee vitu vizuri, iwe ni ndani ya Tanzania, iwe nje ya nchi. Asante sana. Asante. Yes, tumepata nafasi na Abdi Banda hapa Dodoma na tumezungumza naye mambo mengi. Hivi sasa yuko Dodoma Jiji na anafanya vizuri kweli kweli. Hivi sasa yupo injury na bado anasubiri apone ile kocha Meki Maxime aendelee kumtumia kuna ligi kuu Tanzania bara. Naitwa Irene Kilango, niko na Abdul nyuma ya kamera. Hii ni Dodoma. Yes, niko Dodoma na hapa niko na Lusajo. Mzima Lusajo? Salama kabisa. Hongera, naona Dodoma mambo yamekubali, timu kweli tunaiona, hampo kwenye kushuka daraja, hampo hata ngazi za chini pale, mpo nafasi nzuri. Siri ni nini hasa wewe mwenyewe ukiwa ndani ya timu? Kwanza tunamshukuru Mungu. Unajua mimi nadhani kwa vipindi hivi karibuni ni timu ambayo ilikuwa inasafiri sana. Nadhani wamejitahidi, wamesajili vizuri na walikuwa na malengo mazuri. Nadhani tumepambana kwa kushirikiana ndio maana mpaka tumefikia hapa. Ingawa bado kwa sababu ligi haijaisha, bado mechi 3. Sawa. Nini ambacho wewe mwenyewe binafsi kilikufanya ukaja Dodoma Jiji? Ukizingatia kuna timu nyingi sana na mafanikio yako mwenyewe binafsi, Dodoma ilikuvutia katika sekta ipi? Mimi nadhani kikubwa mimi napenda challenge siku zote. Kwa hiyo nilitoka Namungo nikaenda Mashujaa. Kwa hiyo nikaona pia ni timu ambayo ina malengo. Sababu wanasema malengo yao yalikuwa kushika nafasi 4 za juu. Na mimi always napenda timu ya mafanikio. Kwa hiyo nikaona ni sehemu sahihi kwangu kuja, ukizingatia pia na ofa yao pia ilikuwa nzuri. Sawa. Nafasi 4 za juu means kuingia kwenye michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa, Dodoma mko tayari kuingia kwenye michuano ya kimataifa ukizingatia Simba sasa yuko finali, Yanga alishafika finali. Zile stories za kwenda kushindwa mechi ya kwanza ni aibu pia. Japo tunasema ni kuna kujifunza, lakini sio kweli kwa Dodoma Jiji na kwa wewe pia mwenyewe kama mchezaji. Mimi nadhani inawezekana kwa sababu ukiangalia hata biashara pia walienda. Nadhani kikubwa kwanza ni kwenda kushiriki, ama mambo mengine yanakuja baadaye. Kwa nadhani timu ilikuwa na malengo, management pia walijiandaa vizuri. Na ndio maana tukawa tunapambana, ingawa nadhani nafasi kwa sasa hivi ni ngumu kidogo. Ukiangalia gap tofauti ya points kwa sisi na ambao wametuzidi ni kubwa. Kwa nadhani itakuwa ngumu, lakini timu ilikuwa na malengo nafasi ya 4. Sawa. Nini tofauti ya kocha Maxime na makocha wengine? Ukiacha tabia ya kuongea ukweli. Nadhani pia ni rafiki pia wachezaji. Yaani ni kocha ambaye ana shida, yani kwamba mchezaji unamzoea, unaweza kumwambia chochote. Kwa hiyo nadhani pia inasaidia. Unajua mwalimu kuna muda lazima uwe rafiki pia kwa wachezaji. Nadhani hicho ndio kinamsaidia pia. Sawa. Tanzania tupo sasa kwenye michuano mikubwa ya ngazi ya club lakini pia ngazi ya timu ya taifa. Kwenye ngazi ya timu ya taifa ipo CHAN mwezi wa 8, ipo AFCON mwezi wa 12, ipo AFCON ambayo tuko nyumbani 2027. Sio mbali. Ndio maana viwanja vimeanza kujengwa, lakini eneo la uchezaji ambalo ndio eneo husika muhimu, yani viwanja haviwezi kumata sana kama nyinyi wachezaji hamko vizuri. Nini ambacho unatamani kukizungumza ili timu ya taifa isiishie kushiriki bali kuwa moja ya timu ambazo zimeacha alama kwenye michuano? Mimi nadhani kikubwa tusifanye tu mazoea, kwamba mimi naamini timu ya taifa ni heshima. Mchezaji kucheza timu ya taifa ndio malengo ya kila mchezaji. Kwa nadhani kikubwa commitment iwe kubwa kwa wachezaji na viongozi. Sababu issue sio tu wachezaji, hata viongozi pia na wenyewe wanahitaji kufanya maandalizi yaliyo sahihi. Naamini tuna mwalimu mzuri mzawa. Tumewapa nafasi, ni jambo jema sababu kila siku tulikuwa tunaamini katika walimu wa kigeni. Sasa hivi kuna wazao wanafanya vizuri. Kwa kikubwa wachezaji wawe na commitment na pia maandalizi pia yawe mazuri.
mimi naamini tusiende tukushiriki, sababu tumeshashiriki zaidi ya mara 2. Yeah. Kwa hiyo ni wakati sahihi wa kuwa na malengo Tena mfululizo. yes. Sababu zamani ilikuwa tuna dream kwenda AFCON, sasa hivi ni kawaida. Tanzania kufuzu sio kitu cha ajabu. Tumefuzu Yes. hii iliyopita 23 na ile ya nyuma 25, tulifuzu ile ya nyuma, tunafuzu hadi 27 ambao sisi ni kwa hiyo tushatoka kwenye kufuzu, sasa hivi nataka tuwepo kwenye ushindani. Sasa ni wakati sahihi, sababu ukiangalia hata wachezaji wengi wa Tanzania